Naam, habari gani mwanafamilia wa Mkubwa Media? Kama ni mara yako ya kwanza, karibu sana. Juma Lokole ameweza kuposti alichokiandika mwanadada mrembo anaenda kwa jina la Karen Bujuru. Karen bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuposti maneno ya Kiingereza. Tutasoma pamoja, nitakusomea then utaelewa alichokiandika mwanadada huyu. Pengine ndio sababu ambazo zilimfanya akaachana na kuachana na Jux. Kwanza aliposti screenshot Juma Lokole akaandika, sasa huyu naye kutuandikia kizungu ndio nini? Embo mliopanda mabasi ya njano njoeni muokoe jahazi. Yeye Karen Bujuru aliandika hivi kwa maneno ya Kiingereza akaandika, I've kept quiet for the longest while people dragged my name and ran with lies. I didn't cheat. I was the one who got cheated on. Akaendelea, I stayed too long, forgave till I couldn't anymore, and then I left. I didn't speak because I didn't see the need to explain myself online. But somehow everything I post still gets turned into something about him. Let me be clear. I have moved on. I have healed. I promised you I don't want anything or anyone back. I truly wish everyone peace. I just ask to be left out of a chapter I've already closed. Sasa ngoja nikueleze alichokizungumza. Haya ni maneno ya Kiingereza na wala sikupe shida sana, akimaanisha kwamba amekuwa kimya kwa muda mrefu sana na watu walikuwa wanatumia jina lake kuongea uongo kutokana na ile situation ya Jux pamoja na Priscilla, mwanadada kule nchini Nigeria, kwa sababu yeye hakuwahi kumchiti Jux, na anasema kwamba amekaa kwa muda mrefu na kumsamehe kwa sababu hakuna mtu ambaye anafahamu kinachoendelea na hakuna anayeelewa. Lakini pia akasema kwamba hajaongea kwa sababu haoni umuhimu wa kujielezea jinsi tukio lilivyo au anavyojisikia katika mitandao ya kijamii, lakini kwa namna moja ama nyingine kila kitu kinaonekana kinamhusu Jux, unaona. Kwa hiyo na pengine anaweza kujielezea akaonekana ni kama anajipendekeza, akasema ngoja awe wazi, tayari asha move on, yani ameshaachana na Jux na tayari ameshapona. Kwa hiyo anawaahidi kwamba hawezi kumtaka mtu yoyote, hawezi kurudi kwenye maisha yake, iwe Jux hawezi kurudiana naye, lakini pia anatamani kila mtu awe na amani na anamtakia kila laheri Jux. Kwa hiyo ndio kitu kama hicho, na tayari ameshafunga milango. Sasa kuna mtafsiri hapa lakini pia inaonekana ameenda vile vile nimeongea mimi. Mwingine anasema sasa si ungeendelea kukaa kimya tu Bi Karen, huyu ni shabiki. Mwingine anasema ila manake Tanzania majinga. Mwingine anasema kwamba nimependa akili kubwa. Shida wanamtuhumu wengi ni wanawake, wengi huja mtandaoni na maumivu yao kutokana na wenzao ndio furaha yao. Hataki kuexplain kwa sababu umeshusha gazeti. Umesema it's better to be quiet, umeandika kwa watu watajua ndio unaumia, uje move on wala nini. Kimya jibu pia. Kwa hiyo anatakiwa kuongea chochote. Mangisema kimya tu tumesahau jamani. Kasema alichitiwa, ana hasira sana na Priska kama pengine kuna kitu pengine Jux alifanya. Mwesema so he cheated on you with baby Prissy Coco or who, but she is too beautiful to be cheated on. Kwamba hata kama alikuchiti na Priscilla, kiangalia Priscilla ni mtoto mkali sana. Haya, mwingine akaja hapa akasema angetaka kausha ajielezee, seems like anaumia bado, ndio kaandika Kiingereza ili Prissy asome ila wanawake wa kibongo mradi tu Jux wa watu walale mzungu anaelewa. Yes. Haya, ungekaa kimya tu kwa sababu hata hataki urudiane naye. Unalipi la kuzungumzia kuhusiana na ujumbe huu wa X wa Jux ambaye ameuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram akisema alijitoa Jux na tayari amemove on? Je, kwa maneno aliyoandika unahisi ni kama anaumia ama amefanya sahihi pengine kueleza mashabiki kwamba tayari ameshaachana na Jux na wala watu wasimhusishe katika mambo yao?
Dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza alama nyekundu ili uandikwe subscribe.